na wachanganye vitu. Nani anaelewa ninachokisema? Nani haelewi ninachokisema? Nani yuko neutral ninachokisema? Haya jamani, amina. Njoo hapa Justus. Huyu anaitwa nani? Justus. Ni Justus. Nani? Justice. Utatufanya kauli ungaki Justice. Na hii ni saa nani? Umeona tofauti? Kuna nabii na nabii. Sasa mimi namuita Justus. Justus. Hiyo ni kutamka. Kwa nini nafikiri inaandikwaje? Kama unaandika Justus. Sasa nyinyi mnanicheka. Hizo ni mbwembwe zenu. Yaani pale ni JU. Uongo kweli? Sasa wewe ni juu Justus kibasi. Hii huyu ni Justus. Sawa. Hii saa ya kuna Justus na cha Justus. Cha kuna nabii na unabii huduma. Nabii ni chombo. Nabii ni chombo. Unabii huduma inayotoka kwenye hicho. Umeelewa? Kwa siku nakuja kufundisha tofauti ya nabii na unabii. Sawa sawa. Asante. Hapo tumeelewana. Na kwa kuwa ni masomo ya kufundisha, ndio maana siendi haraka. Lazima twende vizuri. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza 14:3. Wakorintho wa kwanza 14:3. Biblia inasemaje? Wakorintho wa kwanza 14:3. Biblia inasemaje? Sema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji kuwatia moyo. Amen. Endelea mstari wa 4. Yeye anenaye kwa lugha. Ni sawa kabisa. Kwa sababu hata anayetabiri ili aweze kutabiri anatabiri akiwa anahubiri. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu anasema kuhutubu ni kuhubiri hajakosea. Na mtu anasema kuhutubu ni kutabiri hajakosea. Vyote ni sawa. Anayehutubu anatabiri na anayetabiri anahubiri. Si mnanielewa vizuri? Kwa sababu mimi ili nitabiri lazima niwe ndani ya mahubiri. Na nikiwa katika kutabiri niko ninahubiri. Si unanipata vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inajenga hapa hoja mbili. Hoja ya kwanza inasema hivi: bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kujenga, kufariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Takapokuja kwenye karama ya kunena, ndio mtaelewa karama ya kunena inamjenga mhusika. Na kama upo ujumbe kupitia kunena, Biblia inaagiza basi ujumbe huo utafsiriwe. Ipo karama ya kutafsiriwa. Nitawafundisha. Jina la Bwana libarikiwe. Amina watu wa Bwana. Tuko mwishoni kabisa mwa kufundisha somo hili la karama. Ninaenda nalo na nadhani mwezi huu ndio unamaliza hili somo. Mwezi unaanza tutaanza mambo mengine. Kwa hiyo naomba uwe makini sana. Nitakuona ni waajabu. Nimefundisha hili somo kwa kina. Alafu ukiwa bado unahangaika na haya
nitajua basi sikio la kufa alisikiagi dawa, lakini ukweli nimefundisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini maana ya kiroho ya unabii? Nini maana ya unabii? Unabii sio tu kutabiri mambo yajayo, ni zaidi, ni pamoja na kuongea, ni kuongea kwa niaba ya Mungu kwa wakati uliopo na wakati ujao. Unabii sio kutabiri tu mambo yanayokuja. Ukiona mtu anasema yeye ni nabii na anatabiri tu mambo ya baadaye, hasemi mambo yaliyopo sasa, unabii huo una kasoro, kwa sababu unabii ni ujumbe wa Mungu, na kama unabii ni ujumbe wa Mungu, Mungu hana ujumbe wa mambo yanayokuja tu. Mungu ana ujumbe hata mambo ya sasa hivi. Jamani, Bwana asifiwe. Huyu Mungu mwenye upande mmoja wa baadaye peke yake sio Mungu. Mungu, sifa ya Mungu inasema hivi, yuko pote, yuko mahali pote, yuko jana, yuko leo na yuko milele. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa ukimwona nabii yeye anatabiri milele, leo hayupo wala jana hajasema, huo unabii una matatizo. Wangapi wanasema amen? Maana Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kuna wakati tunatakiwa tuishi jana, sio leo. Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu kiliandikwa. Kuna wakati watu wamevunjika, wamefika mahali wamekutana na magumu, wanahitaji neno la jana, waangalie jana walifanyaje, ili leo wafanye kama jana, waweze kufanikiwa. Wewe ukaisahau jana, jana na yenyewe ina sehemu ya maisha yako. Nisikie mtu mmoja, unabii ujumbe wa Bwana. Sema amen. Sio kutabiri ya baadaye, yeye siku mambo ya baadaye, mambo ya baadaye. Naona huko inapo biashara yako, ninaona baada ya muda fulani utapata, ninaona muulize swali, utafanya hiki, utafanya mambo ya baadaye peke yake. Kitu hakijakamilika, hata hela ina sura ngapi? Ili hela halali itwe hela halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata kama ni jero, lazima kuna pande ngapi? Mbili. Huku ameonekana nani hivi, sijui nani, na huku kuna hoteli. Hivi ni nani? Huyu baba kumbe ndio alimweka kwenye jero. Unaona kuna pande ngapi? Unaonaje huku uone Rais Karume afu huku usione tembo? Akikupota pokea. Hiyo ni fair? Jepusheni manabii feki. Narudia tena, unabii sio kutabiri peke yake mambo yanayokuja, ni zaidi ya hapo. Ukiona mtu anaona tu kuinuliwa kwako, anaona kupandishwa cheo, anaona kupata ajira, anaona kuolewa, unaolewa Marekani, shituka. Mwambie aone leo, anaona nini leo? Anaona nini leo kwako? Anaona nini? Maana wachawi wako, mbona hajaona kama wachawi usiku walikuja kwako? Anaona nini leo? Jana nini kilitokea nyumbani kwangu? Ningelikuwa naweza kukutana na nabii mmoja, ningemuuliza, hebu niambie jana nilifanya nini nyumbani?
ndani kwangu. Maana manabii wa kwenye Biblia waliona yaliyopita, wakayaona yaliyopo, wakayaona na yajayo. Nikupe mfano. Elisha akaona yaliyotokea, sio yatakayo, yaliyotokea. Kama hayatokea hakuona, yalipotokea akaona. Anamwambia mtumishi wake, ulikuwa wapi? Nyuma ya nyumba. Akaongeza dhambi ya pili ya uongo. Wewe ulikuwa nyuma ya nyumba hiyo. I swear God, ulikuwa nyuma ya nyumba. Kama mbona sikiliza, ulipoenda roho yangu ilienda na tendo la baadaye likaonekana. Yaani kama shafanya so amefaulisha mzigo na amehatu, akitazama kushoto na kulia hakuna aliyemwona, akaficha, akajipangusa, akarudi ndani fresh. Kumbe kaonekana. Nabii sio unaona tu anataka kukomba mboga kesho. Unamwona anayekomba mboga jana, aliyeiba sukari jana ndani. Unaona aliyeingia chumbani akaiba 10,000. Unaona? Manake nabii ni zaidi ya kamera. Haleluya. Watu sasa tunafunga nini? Kamera. Nataka tupandishe viwango watu wa Mungu. Warokole wanataka kufunga kamera. Pandisha viwango. Warokole wanataka kufunga nini? Kamera. Kwenye maduka yetu wanataka kufunga nini? Kamera. Kwenye nyumba zetu wanataka kufunga nini? Kamera. Kamera siko ndani. Ndio. Haleluya. Wewe jaribu uone. Inaitwa jaribu uone. Nashangaa. Mzee anafanya hayupo, akija kitimoto. Wewe ndio kutuma ngine chumbani kwangu? Nani? Wewe na mimi. Ambaye sijaingia chumbani wewe. Alafu leo kuchukua 10,000 ya nini? Unabisha. Naambia inuka. Atende chumbani kwako. Amekata godoro katikati, amechoma kwenye godoro. Naambia chomoa. Anachomwa 10,000. Hii ni nini? Ni shetani tunalipitia. Unafikiri kesho ataingia tena? Kesho ataingia tena. Shida, tunashindwa kutumia vitu vizuri vya Mungu. Na kuambia tunapata shida. Matokeo yake tunafilisika tu kununua makamera mahera marefu. Nimefungua kaduka pale, nikamwita mtu anifungie kamera. Anakuja kunipigia hesabu. Milioni 1,200,000. Niambia ya mwaka. Nikiongezea 300,000 hapo, nikiongezea ngapi? Nikiongezea milioni ngapi? Milioni 1 kwa mwaka. Kaambia subiria, nitakuwa mwenyewe ni kamera. Nikamwambia bana mimi sifungu. Kijana wa kwanza akawa mwizi. Akajua mimi sijui. Sasa sio nimeenda, kagua hapa jamaa ameiba. Sasa Mungu naanza kumwambia hapa na sina ushahidi. Ambia hadi wewe tu, mimi nilikuwa nakwambia ameiba leo. Kamuza vipi shilingi ngapi moyo? Nikamwambia 2,000. Akasema sasa sikiliza, nakupa alama. Nenda kwenye draw ya hela. Ukifika pale, vuta ile draw. Chukua zile hela. Nikaenda nikavuta, nimechukua kama baba sitafanya hesabu. Kaambia hii aishi mpaka ishe. Sasa wewe fanya hesabu. Fanya hesabu na nikafanya siangalie. Kafanya hesabu akachukua 2,000 ile niliyoambiwa moyoni. Akaweka chini ya daftari. Baadaye mimi nakuja ameshapa hizi hapa ni hesabu. Akasema na ile uliacha kule ni ya nini? Nilikuwa sijamlipa Musa chakula. Kaambia kwani umekula wapi? Nimekula kwa wao fulani kwa fulani na wafahamu. Kaambia haya, ngoja nikawalipe, nikachukua ile 2,000. Sasa ngoja nikawalipe. Kaenda kwa baba. Bali zetu. Naendelea. Mnatudai shilingi ngapi? Sema 3 wadai.
Kijana wangu hajala. Leo hajala. Kana ningeza bwana. Leo ndio naona naye kuja na rasa tena. Baba mkuja. Ndio ameenda wapi? Mmemwambia abe. Amesema ametuliza tukasema ujana. Ameshaharibu. Akalisubiri akatoka. Baba mbona walipi sasa? Amekalangangania. Baba walipi sasa? Ndio kina nani? Si wale wamesema ujala leo. Sema watakali sahau tu. Kwa nini ananifaa? Wewe anakufaa. Agona ndege gani? Mshahara wako tumemaliza, naomba fungu yako. Sasa nataka kamera ya nini? Akaingia yule aliyopo. Huyo aliyopo nikamwambia mimi siko ila Mungu wangu. Ukisubutu wewe. Haya. Mmoja akaniambia, "Baba, utakuja?" Nikamwambia, Kabla baba ndio hilo swali. Alitaka kujua tu. Kumbe hakapo dukani. Roho akaniambia, "Huyu hayuko dukani." Nikamwambia, "Wewe nenda dukani." Baba niko nikamwambia, "Wewe hauko dukani, nenda dukani." Akacheka sababu umejuaje? Nikamwambia, "Wewe jana leo alikuwa asije, leo alikuwa baba, naomba kesho nisiende, maana kawaida ukitoka ukianza saa 10 kwenda lazima uende ukajaze maji ukaende habari ya kesho. Naomba leo nisiende kabisa." Nikamwambia, ajidanganye tu, nitajua. Akacheka akasema, "Baba wewe sijui umeweka mtu anakuambia." Sio kwamba tumeweka mtu anatuambia. Iko karama inayofanya inaona. Inaona ya leo, inaona na kesho. Kama Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unamwangalia mtu unaona kabisa huyu kesho atoboi hapa. Namwambia huko usiende. Achana na hicho kipengele. Na mnisikilize, vijana mnisikilize. Na narudia tena. Vijana, nyinyi uwezo wa kupambanua sasa hivi juu ya nani anafaa kuwa mwenzi wako kwa kizazi kilichonacho sasa hivi, uwezo wenu ni mdogo. Cha kuwasaidia, ukifika hatua unataka kuwa na mwenzi, shirikisha wanaokuzidi umri, tena wanachama wenye kadi halali wakusaidie kuingia kwenye kampeni hiyo ya huo mchakato. Sasa wewe hujaoa, unamshirikisha mwenzi wote, hamna kadi, hakuna mzoefu na hayo mambo. Tunamwonaje fulani atakushauri? Kwambia sasa nenda kwa kada moja wa ndoto mkongwe anayo kadi ya chama cha ndoto, amesajiliwa kihalali, chama kinamtambua. Ambia bwana, nitako ukiona kama kwenda kwa wazee mali, kwa mchungaji mali, nitako sawa. Sasa shida siku hizi vijana mna matatizo. Hata wale wasimamizi mnataka eti mtengeneze brand, mtengeneze muonekano, appearance iwe good. Sisi tulikuwa tusimamiwa kwa kufuatana ni level gani. Tulikuwa tunasimamiwa kwa kuangalia mtu ambaye ana uwezo wa kukulea wewe kwa jicho chako, ambaye mtu hataki kukazia jicho hivi unaogopa. Unapata vizuri. Sasa angalia. Kanuni hiyo hiyo mimi niliumia. Sisi na mama yetu tuliumia. Kanuni hiyo hiyo. Tukachaguliwa msimamizi, ndugu yangu. Bwana mamazi. Yale nikuta. Mungu anajua. Sasa
usiende. Dunia sasa hivi ni ngumu, huwezi kujua yupi ni yupi. Kwa habari ya afya huwa tunapima, hiyo haina shida. Kwa habari ya kiroho huwa tuna search network. Unaweza kusearch kiroho, network ya kiroho, ukagundua hii jamaa frequency zake ni ndogo au ni kubwa, unajua. Kwa sababu leo wanaosali sio waliokoka. Waliokoka wanasali na wasiokoka leo wanasali. Sasa hivi kwenda kanisani ni fashion. Na hasa jiji hili la Dar es Salaam ni shida. Jumapili wote kanisani, mlevi kanisani, mwizi kanisani, jambazi kanisani, mchawi kanisani, kahaba kanisani, paka na dopa kanisani, wakukabogi kanisani, wote kanisani. Na mtu akivaa kipendeza huwezi kujua huyu ni nani. Na wewe sasa usichague mchumba kanisani. Maana yangu nini? Usije siku moja tu ukapenda mke ule, kaadaye miezi 6 mwaka, siku nyingine hata zile kazi za mikono ndio umwangalie amevaje. Usije ukachagua siku, kumbe siku aliazima nguo ya mtu. Mpe miezi 6, ujue anaongeaje na watu, anawajibikaje. Ikitokea kwala anawajibikaje. Kuna vijana wengine ni harmless, safi. Fanya kituko kimoja uone atakipokeaje. Sasa ndugu zangu, maombi yenyewe vibaba, kuomba hakutaki, kusoma Biblia vya bure. Ibada ndio kabisa. Tumebaki na ibada moja, ibada ya Jumapili kama hii. Na hiyo ibada ndio unakuja na macho yote manne, natafuta mwenzi hapa. Hii ibada sio kutafutia mwenzi. Kama unatafuta mwenzi, tafuta Jumatano na Ijumaa. Tafuta mikesha na kwenye mifungo ya maombi. Kwa mfano Jumanne na Jumatano na Alhamisi ndio tangaza, ndio angalie nani anakuja. Mume ndio anampata hapa. Tungaji bora tuharibia na haribu kweli. Maana Jumapili imeshaonewa, imeshavamiwa. Ukisikia mkesha ndio uje umwone yule aliacha usingizi, yule aliacha kitanda, amekuja kuliwa na mbu, ndio unaweza kusema huyu anampenda Bwana. Maana ukimpata mwezi anampenda Bwana, siku zote sheria ya Bwana itamkamata. Amen. Atakuwa akitaka kumpiga, anamkumbuka Mungu wake, anaacha. Lakini mtu ambaye anapenda mambo yake kuliko Mungu atakudunyura midunyuro na atakwambia, mchungaji, imezidi kiasi, nimejizuia lakini nimeshindwa mchungaji, mpaka nimeshindwa mchungaji. Yaani kuonyesha namna gani uwezo wake wa kustahimili ni mdogo, na umempata madhabahu na hakuna kutenda mpaka kifo. Mchungaji, nakufa hivi na jioni. Ambia na bado utakuwa kama passport. Utakufa unajiona. Utakufa unajiona. Ukiwa mtu wa hali ya chini, si ndio? Lakini nani alikuchagulia mwanangu? Gonije wenyewe, ni wewe mwenyewe tie. Ndio alichagua tie, jamani. Wakati unachagua, kwani baba alikuwa anaonyesha makucha walificha. Sasa wewe kama ulifichwa kucha, unatakiwa uzifichue. Uweze kuzifichua, pita kwa wakongwe. Na ninawaita wewe, mambo uko wazi. Niambie. Mimi nitakwambia wewe, kwa yule hapana. Wewe kama unataka kuoa, unataka kuoa.
angalia fulani na fulani, hawa 5 hapa, chagua moja. Ila kule ukienda uwe na maombi mengi, sikuzuii, nenda, ila bado uwe na maombi mengi. Kwa nini mchungaji? Kwa sababu yule hapendi ibada, unapenda ibada, atakukwaza. Ila wala huyu anapenda ibada, huyu anapenda ibada na unapenda ibada. Huyu anapenda maombi na unapenda maombi. Huyu ni mnyenyekevu. Ona hiyo, yule si unaona hiyo? Unaona hata tembea yake, na hiyo. Kwa nini Yesu alisemaje? Mtawatambua kwa matendo. Petro alimtambua hata kwa kutembea kwake, si ndio? Sasa wewe ni mwanamke binti, si utembee vizuri? Hata tembea tu watu najua huyu hapana. Wewe umeumbwa kawaida, lakini unalazimisha onekane umeumbwa kawaida. Ndio maana hiyo tembea tu kuashiria. Amen. Acha aliyeumbwa hivyo atembee. Si ameumbwa? Si ndio? Hujaumbwa hivyo. Kama umeumbwa kawaida, tembea kawaida. Wako watakuja tu. Jamani amina. Amen. Jamani amina. Amen. Mama Neka ameolewa hajaolewa? Kaolewa. Sasa kwani yule mchungaji aliyomwoa Mama Neka hakuwaona hawa hivi? Aliwaona. Kwani angeenda kuchunga ungemkataa? Hapana. Kila mtu ana wake. Amen. Acha kujiharibu. Amen. Tembea kawaida, tembea tu mwanangu. Tembea. Nenda. Na uwe na amani. Kuna kijana mmoja akanifuata. Kaniambia baba niombeni. Baba ule wimbo wa Jumapili. Ule wimbo baba umenivuruga sana. Yaani umenifanya umenikubali baba, na mimi natamani niimbie. Nikamwambia sawa. Mwanangu ngoja nianze kutengeneza wewe. Niambie umemwona nani? Baba niambia mwaza fulani. Yaani nikamwangalia ni mwaza na yeye. Nikataka niharibu, afu nikasema wewe endelea kuombea hapo. Nikasema sawa, nakuombea. Ndio namuuliza jamaa amekolea pale, kolea. Na mimi nasema nini? Lakini shida ni moja. Shida inafundisha uwezo wa kuona. Jamani, Bwana asifiwe. Somo